Katika kitabu cha Waefeso chapter 2 kuanzia verse 1 inajaribu kujibu hilo swali ambalo umeuliza kwamba je, watu wote ambao hawajaokoka wamepagawa na mapepo? Lakini kuna ukweli ambao maandiko yanazungumza hapa. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Sasa ni wakati huo kabla tujaokoka. Kwa kufuata inasema bali mlikuwa wafu, ama sisi tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zetu ambazo muliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, yule roho atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kufikia hapo tayari tunaona kwamba wenye dhambi wote wako chini ya mfalme huyu wa anga ambaye ni Shetani. Yeye ndiye anawaongoza kwa sababu wako chini ya himaya yake. Wao wamepagawa au hawajapagawa, sio wote wanakuwa wamepagawa, kwa sababu hata wakati wa Yesu, wakati anapohubiria watu, unakuta kuna tukio moja ya mtoto fulani ameletwa pale akiwa amepagawa na mapepo, anakombolewa, na wengine wako hapo. Wala asemi ya kwamba wenye dhambi wote basi wanaanguka na mapepo kwa sababu hawajaokoka, lakini kuna kuwa na selected cases ziko pale, kwa sababu demon possession wakati mwingine huwa is a special assignment ambayo inakuwa imetumwa ndani ya mtu. Yani kuna lengo fulani katika ulimwengu wa kichawi, ndio inakuwa hivyo ya kwamba yameelekezwa pale ya kwamba kamfanyeni huyu asifanyike ABCD, yanakuja na mkaa ndani, kwa sababu lengo lake ni hilo. Kuna wakati Yesu Kristo alisaidia mama mmoja ambaye alikuwa na pepo ya kupinda. Ni mama fulani alikuwa amepinda muda huo wote, na Yesu Kristo akaicast out, na kutoka pale pepo ilipotoka yule mama akanyoka. Kwa hiyo unaona kwamba mapepo inaingia ndani ya mtu kwa ajili ya assignment fulani. Huyu tumpinde, huyu tumfanye asielewe, huyu tumfanye akae hivi, anakuwa ndo. Wakati mwingine ukisikia mapepo yanapotolewa, yanapokataa, yanasema tulitumwa hapa tumfanye asifanyike ABCD, tumfanye asisome, tumfanye asizae. Yani kunakuwa na assignment fulani ndani ya yule mtu, sasa kwa ajili ya lengo fulani. So yanapokuwa yanatolewa, yule mtu anakuwa huru kutokana na ile destiny ambayo alikuwa amenuia kuifikia. Lakini pamoja na hiyo, watu wote ambao hawajaokoka ni milango iliyo wazi, wala hakuna milango pale. Yani Shetani anatumia anavyotaka sababu wako chini ya mikono yake. Lakini kwa tendo la uharibifu, unajua linafanya kazi pamoja na wachawi. Shetani of course anafanya kazi na wafanyikazi wake ambao ni wachawi, ndio watekeleze ule uharibifu, kwa sababu tunajua kilichomleta ni kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hiyo katika jitihada zake za uharibifu, ana wachawi, ana agents zao wanawatumia. Kwa hiyo wanaenda wanafanya vikao, leo tutaharibu kwa nani? Na kwa sababu ni furaha ya Shetani kusababisha uharibifu, basi wale wachawi wanasema kwamba kuna fulani anataka kufanya maendeleo na tunataka kumwangusha. Kwa hiyo mtu mara moja anapagawa na pepo, alafu inamfanya kuwa vile, ghafla unamshangaa mbona tena amebadilika hivi. So alafu kuna kitu ambacho umekiuliza kuhusiana na kama mtu ameokoka anaweza kupagawa na mapepo. Huwa inategemea na maisha ya mtu na ni kitu gani ambacho Shetani anakiona kwako mpaka afuate. Haingii kama hakuna mlango, anaweza kuingia kama kuna mlango. Kama kwa mfano katika maisha ya mtu kuna kile kinamhusu Shetani, kwa hiyo anapata haki ya kuingia kwa yule mtu. Unajua Shetani ni mwanasheria na anaangalia neno
na huzifuatilia haki zake vilivyo kuliko hata Wakristo. Ndio sababu huwa kuna mashtaka Ibilisi wanapeleka kwa Mungu. Tunaambiwa yeye ndio mshtaki wa wandugu. Anajua haki yake ya kwamba huyu mtu akifanya hivi ni wangu huyu, na akifanya hivi asipofanya sawa ni wa Mungu. Kwa hiyo anaangalia Wakristo wale wote ambao huyu mtu ana entertain tabia fulani, huyu hastahili kubarikiwa, huyu ni wa kwangu moja kwa moja. Kwa hiyo nikiingia pale nina haki kwa sababu nina changu pale. Kwa hiyo ni milango ikifunguka mtu anaweza kutumika na mashetani. Kuna hali ya kupagawa na pia kutumika. Mara nyingi wale ambao wameokoka wanampenda Mungu, milango ikifunguka shetani anafanya kuwatumia, lakini sio sana kupagawa, ijapokuwa inatokea kulingana na maisha ya mtu. Kwa sababu tunaona wakati ule Petro alipoulizwa, Yesu aliuliza watu wananena mimi kuwa ni nani. Wanafunzi waliulizwa Yesu ananena mimi kuwa nani, na Petro baadaye akajibu akasema wewe ni mwana wa Mungu. Alafu baada ya muda kidogo shetani akaja akamtumia Petro saa hiyo kusema kwamba Bwana, mambo ya kusulubiwa hayo hayatakupata. Kwa hivyo tutofautishe mambo haya, kutumika na kupagawa. Lakini yote ni jibu kwa ufupi tu kusema shetani anatafuta mianya kwa bidii sana. Akifaulu kuingia kwa makao na kuyatawala, anatawala. Yakitolewa ndani ya mtu akatakaswa na huyo mtu akajizingira akajilinda vilivyo, shetani hatapata nafasi. Lakini akiacha mlango wazi kama vile ndugu ametangulia kusema, ni kwamba shetani huwa anarudi pale na anafanya ile kuwa nyumba ya kwao. Kufanya nyumba, anasema actually nitarudi kwa nyumba yangu. Ukisikia mtu anaita nyumba, ina maana kwamba yalikuwa ni makao kabisa, walikuwa wanakaa hapo. Na sasa tulikuwa tunasoma hiyo Waefeso ambayo imeendelea kusema tulizienenda. Verse 2 inasema tulienenda zamani kwa kufuata kawaida za ulimwengu huu, kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Mfalme wa uwezo wa anga ni Ibilisi. Kwa hiyo ikiwa unafikiria tu shetani anakaa chini hivi peke yake, elewa tu ya kwamba angani pia yupo. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa uasi. Tabia yote unayoiona ndani ya watu, ya kuua, ya kufanya nini, yale matendo umetaja pale, ya kubaka, ya kufanya haya yote, yule aliye nyuma haya mambo yote tumeambiwa ni mfalme wa uwezo wa anga. Ndio anayetenda kazi sasa katika wana wa uasi. Wana wa uasi ni gani? Ni wale wote ambao hawajaokoka, ni wana wa uasi. Wanakuwa controlled, wanakuwa used. Verse 3 inasema ambao zamani sisi sote nasi tulienenda katika hao. Sasa hiyo tunazungumzia habari sisi tuliookolewa, ya kwamba tulikuwa kama wale tu, tulienenda kama wao katika tamaa za miili yetu, tulipotimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini hapo ndio sasa afueni yetu inakuja. Verse 4, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yani tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo unaona sasa kule kuokolewa sisi na kuoshwa na kusafishwa kuna tutenganisha na ufalme wa giza, na tunaambiwa tutazame sasa ni pendo la namna gani, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na kwamba ni kweli tuko hivyo. Tukishatengwa na kuwa watoto wa Mungu, bado shetani anawinda hawa kweli. Hakuna chochote hapo kinaweza kunihusu. Hakuna kitu ninaweza fuatilia. Ndio maana aliandama nani? Alimuandama Ayubu pale kenda kumshtaki. Ayubu amedumisha ibada yake vizuri sana kwa Mungu. But what business had the devil with Job? Ni kwa sababu yeye ni mharibifu. Hawezi kukubali mtu awe mtakatifu. Kwa hiyo ameenda pale, ameulizwa swali, ameanza mambo mengi mpaka apate nafasi ya kuja kujaribu. Kwa hiyo hivyo ndio ninaweza kuchangia katika upande wangu. Hasira ni sehemu ya maumbile ya mtu, na hasira huwa ni nature. Mungu ameumba, hata yeye mwenyewe ako nayo. Mungu ana hasira.
Hasira ni kitu gani? Yaani ni hali, ni hisia unazopata wakati umekutana na kitu cha kukuudhi. Kwa hiyo ukikasirika hauna dhambi, kwa sababu ni hisia zina react kutokana na kile kimetokea. Ni kama harufu mbaya. Unapopata harufu mbaya hauwezi kucheka. Tayari utakunja uso kulingana na ile harufu unapata. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anasema yeye si mwepesi wa hasira, na pia amesema ni mwingi wa hasira. Kwa hivyo anazo Mungu na huwa anazitumia wakati anapoona ni vyema kuzitumia, ila tumeambiwa kwamba yeye si mwepesi, anaweza kuzidhibiti, kuzizuia asizimwage kwa kivumilia watu husika. Na sasa hata sisi wanadamu hatuwezi kuepuka hiyo, kwa sababu matukio ya kutufanya tusikie vibaya yatakuwepo, ila tunaambiwa tusitende dhambi. The moment umekasirika, sababu hasira ni inatokana na kukasirika. Sasa inapotokea jambo lile limekufanya ukasirike, hatua utakayochukua ndio unaulizwa. Ukiidumisha sana ndani yako, unakuwa wewe ni mpumbavu. Deal with it mara moja ili iondoke, kwa sababu maandiko yanasema hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Kwa hiyo pale unapoidumisha, umeiengea kabisa, ukaifanya part of you, pale ndio unapokuwa mpumbavu. Lakini kwamba limetokea tukio la kukufanya wewe na hasira, but you've dealt with it, kama vile tumejifunza habari ya kujidhibiti, zuia kinywa chako, omba Roho Mtakatifu take over, take time, so that ile hasira inakuwa imekwisha. Kwa sababu hasira ya mwanadamu tuliyesoma juzi kwamba haitendi mapenzi ya Mungu. So hasira should not be entertained, but when it comes inashughulikiwa, inatoka. Ndio maana unaambia kwamba kama umekosana na mtu usikae naye mpaka jua litokomee. Yani make sure unashughulika nayo. Kukaa hapo itakuletea madhara, kwa sababu tatizo moja la hasira ni kwamba ninaweza ninakukasirikia wewe, lakini ninayeumia ni mimi. Unaona, it erodes, it is corrosive, inakuumiza na inakusababishia matatizo. So at the end of the day naweza kukasirikia, kumbe hata wewe huna habari, ninayeumia ni mimi. Ndio maana pale unapata mtu anaitwa mpumbavu, kwa sababu sasa unajijengea kitu ambacho kinakuumiza mwenyewe. So we better deal with anger. Na pia ni vyema kujua ya kwamba mshtaki wetu yuko hapo, au shetani yuko hapo, anazunguka aweze kummeza yule atakayempata. Kwa njia hiyo ni kusema kwamba chochote kile kinaweza kukusababisha utie hasara, yuko pale kukifanyisha kazi. Yaani anajua huyu akikasirika, hiyo ni nafasi yangu nzuri, naweza kutumia hiyo nafasi nisababishe madhara. Kwa sababu nayo pia huwa inamkwaza Roho Mtakatifu. Unapokuwa na machungu, sasa Mungu hawezi kukaa katika mazingira ya machungu, na shetani akilijua hilo huja pale ili akufanye ichochee kabisa hasira, ili Mungu azidi kuwa mbali na wewe, na pia ufanye matendo ambayo yatakujutisha baadaye. So si hasira tu peke yake. Tujue ya kwamba Biblia inasema wala tusikose, we should not be ignorant of his devices. Tusiweze kosa kuzitambua fikra zake au mbinu zake. Yeye huwa na hila. The devil is an opportunist. Yeye huwa anategea fursa. Hapa kuna kitu, na hata anaweza kusababisha tukio yeye mwenyewe likuudhi ili apate mwanya kwako. Wakati ule umesema kwamba I want to be in the presence of God, nataka kuwa na Mungu tu, na yeye ni mharibifu, anaweza sababisha watoto pale au chochote kikuudhi. The moment umefungwa mlango wa hasira, alafu ile yote umekusanya mchana ukiomba, inakuwa inamwagika. So unaishi tu on and off, unapanda unashuka, unapanda unashuka, unashinda kwa maombi hapa, ukirudi nyumbani mtoto amefanya kitu cha ajabu kabisa. Alafu kwa kosa kujidhibiti na kuacha Roho Mtakatifu, umeinuka na hasira zako zote, au jirani amefanya vituko na si yeye amefanya, bali ameingiliwa na adui ili akutane na wewe, ili kile chote umepata kiweze kumwagika. Tunaona vizuri after Yesu amefunga 40 days,
tunaelewa vizuri. 40 days and nights anakutana na Ibilisi, anakuja kumjaribu. Lengo lake lilikuwa ni kwamba the fellowship ambao umekuwa nayo kwa 40 days and 40 nights imwagike kwa kuniabudu wewe ili unitii. Kwa hiyo wewe naye tusimweke mbali. Elewa katika hizi hasira tunavyozungumza zisiwe kwamba ni kitu kumbe basi haina shida. Elewa yuko mtu atakayeitumia. Sasa kama mtu atasema kwamba mimi nikikasirika nasikiaka nivunje vitu nyumbani kabisa, dunia ina amani. Sasa the spirit of destruction sio ya Mungu moja kwa moja. Kwa sababu sasa mama kama wewe na hali hiyo, mzee amenunua vitu hivyo ameweka vizuri namna hiyo, halafu imekuja roho ili uiridhishe, uanze kuvunja umevunja maglasi hayo, umevunja yani mpaka mali utakuja kusimamia ndio imetulia. Television umevunja na everything. Halafu na unajisifia kabisa kwa majirani. Nasikia niko relieved. Nikifanya hivyo nasikia hasira zangu zimetulia. And then your husband comes in the evening na anakuta hali imekaa namna hiyo. Sasa hapo kweli mtatukuza Mungu. Tayari adui amefaulu kuharibu amani ya nyumba yako. Na hiyo ndio anashangilia. Anasema wewe unasifia ni hasira, ni nature yangu ninakuaga hivyo. Mtu akinikosea nasikiaga ni muume kwanza ndio nisikie imetulia. Sasa hapo hakuna Mungu natukuza. Bali shetani ametake over na anakutumia kabisa, yuko nyuma yako. Na unaelewa kuna vitu ambavyo huwa mtu anafanya ambavyo si yeye. The moment ile pepo iko nyuma yako ikishakuwa through. Kwa sababu ile unayoisifia kusema ya kwamba nasikiaga niume mtu sio wewe. Ni ile pepo la kuuma mtu ndio limekupagasa hiyo. So uume ukishauma ukimwaga damu tu limeridhika linaondoka. Alafu mtu anasema na nimefanya nini? Nisamee, ilikuwa ni shetani. Juzi tu tumesikia mtu ambaye yule askari ambaye alipiga mtu risasi na baadaye anatafuta hiyo jamii kuomba msamaha sana. Now what does that tell you? Ya kwamba that particular moment anainua bunduki apige mtu risasi haikuwa yeye. So the moment ameshoot mtu na amekufa, ile pepo iliyomsukuma kufanya yale imetoka. Kwa hiyo sasa ni yeye mwenyewe ndio anaanza kujiuliza what have I done? That means hata wewe mwenyewe hujui umefanya nini, ina maana wewe hukuweko. Aliyekuwepo ni mwingine kabisa. So tuwe makini as much as tunaweza kusema hasira na hali zetu, tujue yuko Ibilisi ambaye yuko na mbinu kwa ajili ya kumfanya mteule kuwa mtumwa wake. Kuna vitu utazisema ni hali yangu, kumbe ni utumwa. Mpaka ninywe mafuta na ninywe mafuta ndio nisikie hali imetulia. Wengine wanakuwa kwenye miazindika huko na wanaenda kutafuna sabuni. Wakicheck dance na mnao nasikia sasa aje nikatafune sabuni. Na anakimbia dukani sabuni. Nipatie sabuni. Alafu mara moja anaitafuna kabisa hivi mpaka namaliza. Nasikia niko sawa sasa. Sasa unaona how the devil can make us slaves. Tukisema nakuaga hivyo, the devil makes you to see everything to be normal. Ya kwamba nakuaga tu hivyo, lakini tena huwa hata wasina shida na mtu, nikishakula kasabuni kangu kipande kimoja basi ile hali huwa inatulia na niko sawa tu. Nikipata kerosene hata kama ni robo lita tu nikikunywa tu basi ile hali huwa inaniacha, huwa sisumbwani na mtu. So we can be slaves. Hayo mwanadamu anaweza kuwa mtumwa kwa hali anazozita za kwake. So you lakini okay, sawa. Ni kama hivyo tu ambavyo umejibu, sababu nilikuwa nataka kusema hilo swala la deliverance pia kuwa makini, pamoja na kwamba kunao wale genuine ambao Mungu anawatumia, kwa sababu Yesu of course alisema toeni pepo na tunastahili kuzitoa. Lakini sasa kunao wale ambao hizo shughuli ziko stage managed, zimepangwa. Mtu amepangana na watu, nikifanya hivi mbehave hivi alafu mimi nitajifanya ninawafungua. Sasa wamepangana, kuna hiyo hali ya kupangana na kuna ile hali ya nguvu za giza, kama unavyosema mtu ambaye alipewa sabuni yake ambayo akitumia tu mtakuwa mnaona watu wakianguka. Hii mambo ya kuanguka ndio imeendelea sana, kwa sababu sasa binadamu wanaona kuanguka tu ndio Mungu. Na kwa hiyo sasa mtu anapoenda pale kwenye magano kama ile anaulizwa unatakaje, anasema nataka nguvu. Sasa anapewa kama ni pete, anapewa kama ni sabuni, anapewa chochote kile anachopewa kwa ajili ya kufanya ile kazi.
Kwa hiyo akisimama tu, sasa unaona siri ikafichuka ya kwamba kuna mtu ameingia na hawako wameifunga, kwa wamesahau. Mungu alisaidia waisahau hivyo, mgeni aje aingie. Sasa kijana watu wanashangaa, mbona mimi mkono kunaenda hivi? Kumbe sabuni nayo ndio hiyo. Sasa mtakuwa mnasema kwamba ile kanisa iko very powerful. Pastor yuko na nguvu, akinoa tu mkono sote tunaendaga chini. Sasa hiyo kwenda chini, mnaendaga chini kufanya nini? Si pia mjiulize, hiyo mnaenda kuchukua nini chini saa yote? Kwa sababu ishi usio Biblia inatufundisha nitafuteni madamu ninapatikana, na tena huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Sasa washirika hatumtafuti Mungu, sisi tunangoja sabuni, tunangoja hizo vitu, tuangushwe tu. Hauwezi kujiuliza hivi, ili agizo la kumtafuta Mungu ni nani anaambiwa? Tujiulize sisi washirika ya kwamba sisi Mungu mwenyewe, Mungu ameagiza tumtafute. Tunataka kuona anointing katika maisha yetu, tumtafute, tutaiona. Tutafute tutapata, tuombe tutapewa, tutafute tutaona, tubishe tutafunguliwa. Sasa hiyo gharama ya hizo vitu vitatu watu hawataki, huko kuomba, kubisha, kutafuta, watu hawataki. Ndio maana mhubiri kama huyo fake anawaambia nyinyi tulieni tu, wala msimtafute Mungu, wala msingangane na anointing, nitakuja na mambo yatafanyika. Sasa tukitaka kuwe na uhai wa Mungu katika